Rais wa Marekani Donald Trump alijikusanya na timu yake ya usalama wa taifa jana Jumanne alasiri, Aprili 21, 2026 katika ikulu ya White House, akikabiliwa na utatuzi wa uamuzi mkubwa ni nini cha kufanya kwa Iran. Muda wake wa mwisho wa kusitisha mapigano unakaribia kuisha, na jeshi la anga lilikuwa karibu na kituo cha Andrews kabla ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance kuondoka kwenda Pakistani kwa ajili ya raundi inayofuata ya mazungumzo. Lakini Marekani inakabiliana na kitendawili kikubwa, ukimya kutoka kwa Wairani. Katika siku zilizopita, Marekani ilituma orodha ya mambo ya makubaliano ambayo walitaka Irani wakubali kabla ya duru inayofuata ya mazungumzo. Lakini siku zimepita bila Marekani kupata jibu na kuzua mashaka kuhusu ni kiasi gani Vance na wengine wataweza kufikia makubaliano ya mazungumzo ya ana kwa ana yaliyopangwa. Trump alikutana na Vance, katibu wa mambo ya nje Marco Rubio, waziri wa ulinzi Peter Hegseth, mwenyekiti wa wakuu wa pamoja Dan Kane na mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe katika ikulu ya White House. Utawala ulisema bado haujasikia chochote kutoka kwa Wairan. Maafisa wa Marekani wamemsihi mpatanishi mkuu kutoka Pakistani Field Marshal Asim Muniri kupata angalau aina fulani ya jibu kabla ya Vance kuondoka na jeshi la anga. Katika ikulu ya White House, wasaidizi wakuu wa Trump wanaamini sababu kuu ambayo hawakupata majibu ilikuwa ni mgawanyiko ndani ya uongozi wa sasa wa Iran. Hisia ya utawala ni kwamba Wairani hawawezi kutoa maoni ya msimamo wao katika makubaliano hayo, au ni kiasi gani wapatanishi wataweza kuzungumzia urutubishaji wa urani na akiba ya sasa ya urani iliyorutubishwa nchini Irani. Jambo hili ni kikwazo kikubwa katika mazungumzo ya amani. Mpaka sasa Marekani inaamini ni kama kiongozi mkuu mpya Mujtaba Khamenei anawapa wasaidizi wake maelekezo, au wasaidizi wake wanalazimika tu kukisia anachotaka bila maelekezo maalum. Maafisa wa Marekani wanaamini juhudi za kujificha kwa kiongozi mkuu wa Irani zimevuruga majadiliano ya ndani ya serikali yake. Licha ya vikwazo hivyo vikubwa, afisa mmoja amesema bado kuna nafasi kwamba wapatanishi wa Marekani na Irani kukutana hivi karibuni, lakini si jambo la uhakika. Badala ya kuanzisha tena mashambulizi ya kijeshi, Rais Donald Trump ameamua kuongeza muda wa kusitisha mapigano wa wiki 2 na Irani kabla ya muda huo kuisha. Wakati huo huo, hakutaja tarehe ya mwisho. Trump ambaye aliwaita maafisa wa serikali ya Irani wamegawanyika vibaya katika chapisho lake la Truth Social linaloongeza muda wa kusitisha mapigano, bado ana hamu ya suluhisho la kidiplomasia kwa vita hivyo, akihofia kufufua mzozo ambao haupendwi na wengi, ambao amedai kuwa Marekani tayari imeshinda. Hata hivyo, kuporomoka kwa mazungumzo kwa sasa kunaonyesha ugumu ambao Trump anaendelea kukabiliana nao anapotafuta makubaliano yanayokidhi mahitaji yake mengi. Irani imesisitiza hadharani kwamba Trump aondoe kizuizi chake dhidi ya meli zinazoingia au kutoka bandari za Irani katika mlango bahari wa Hormuz kabla ya Teherani kushiriki katika duru mpya ya mazungumzo. Trump amepinga ombi hilo. Hatutafungua mlango bahari hadi tutakapokuwa na makubaliano ya mwisho, alisema jana Jumanne asubuhi. Maafisa wa Iran wameonekana kutoshtushwa kwa kuongezwa kwa muda wa kusitisha mapigano, huku akisema kuongezwa muda wa kusitisha mapigano kwa Trump hakumaanishi chochote, alisema Mahdi Mohammadi, mshauri wa spika wa bunge la Irani Khalibaf, ambaye ameongeza ujumbe wa mazungumzo wa Irani: upande ulioshindwa hauwezi kuamuru masharti. Kuendelea kuzingirwa si tofauti na mashambulizi ya mabomu, na lazima wakabiliwe na majibu ya kijeshi. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.